Mbwa huyu anashuhudia kumuona mwanae akichukuliwa na watu ambao hawakufahamika. Wale watu walikuwa sio watu wazuri, kwani walikuwa ni wezi wa wanyama. Lakini huyu mmiliki wa mbwa huyu hakuweza kulitambua kabla. Akawa anamzuia mbwa wake asilete vurugu, lakini hakujua kwamba kumbe mbwa ashatambua kitu fulani ambacho sio kitu kizuri. Wale watu walikuwa sio watu wazuri kwa sababu walikuwa ni waizi wa wanyama. Sasa wakati mbwa anajaribu kufuatilia wale watu, mlango ulikuwa umefungwa. Sasa bahati nzuri muda ule ule akaja mteja. Ndio pale mbwa akapata muda wa kutoka na kwenda kufuatilia wale majizi. Mama mbwa ule baada ya kushuhudia mtoto wake anachukuliwa, sasa waliposhuhudia kwamba mbwa amewashtukia kwamba wamemchukua mtoto wake, wakaanza kuondoka kimya kimya ili kuondoka na ule mtoto. Lakini mbwa ule hakutaka kuacha bwana, kwani anaona kabisa mtoto wake anachukuliwa mbele ya macho yake, jambo ambalo hakutaka kulikubali kabisa. Ikabidi apambane kukimbilia ile gari mpaka amkute mtoto wake. Basi baada ya kukimbia kwa muda mrefu akafanikiwa kuikuta ile gari na kuruka ndani ya ile gari. Noma sana mzee. Basi yule mbwa baada ya kufika mule ndani ikabidi apumue kidogo kwa sababu alikuwa amechoka sana, kwani alikimbia kwa muda mrefu sana, na alifurahi kumuona mtoto wake akiwa yuko salama. Bwana, mapenzi ya mama wewe, acha tu aisee. Hii ndio maana halisi kwamba mama hauwezi kufananisha na kitu chochote kile. Sasa hawa wamba walipofika maeneo haya wakashuka na kumchukua mtoto wa mbwa na kutoka naye, lakini hakujua kwamba mama yake alikuwa yuko nyuma yake bwana. Yule mbwa baada ya kufika hapa akaona msosi kwenye meza, ikabidi utafune ule msosi. Wale wamba wakashangaa kumuona huyu mbwa amefikaje hapa, wakaanza kumfukuzia bwana. Sasa katika kumkimbiza, ujue huyu mbwa alikuwa na akili sana. Alichokuwa anakifanya mbwa huyu ni kuwafanya hawa jamaa wachoke, kwa sababu anajua kwa namna yoyote hawataweza kumkamata. Sasa ilipofika usiku ikawa ndio muda wake, sasa mbwa akarudi kwenye ile jengo na akajua kabisa kwa sababu hawa wamba niliwachosha mchana itakuwa amelala fofofo. Basi Kilaini akaingia mule ndani na kufungulia mtoto wake. Ilikuwa noma sana ise. Basi baada hapo usiku ule wakaanza safari ya kurudi nyumbani. Walitembea njia ya porini. Pale waliposikia kiu basi walikunywa maji, na pale baridi ilipozidi kiwango, basi mama mbwa yule alimsaidia mwanae kwa kumkumbatia ili mradi asije akafa kwa baridi. Baada ya kusoga mbele wakakuta mtego fulani ambao kuna sausage zimewekwa zikiwa kama chambo kwenye mtego. Sasa mama akawa ameshagundua ile hatari. Wakati mtoto wake anaenda kula ile sausage, mama ikabidi amzuie bwana, kwani alishatambua kwamba ule ni mtego. Huyu mbwa alikuwa na akili sana huyu. Basi ikabidi atafute sehemu kwanza amfiche mwanae, alafu airudie ile sausage na kwenda kutegua ule mtego ili mradi wapate chakula. Kiukweli ndugu mtazamaji, hii story ya huyu mbwa ni story ambayo ya kusikitisha. Sasa huyu mbwa baada ya kufika hapa akawa anajaribu kutegua ule mtego, lakini akawa na mashaka fulani, ikabidi afikirie kwa makini kwanza. Wazo likamjia, akachukua vipande vya kuni na kwenda kuviweka kwenye ule mtego. Mtego ukafyatuka bwana. Basi Kiulaini akachukua sausage zake ili ampelekee akale na mwanae. Mara ghafla si ndo akamwona nguruwe pori akaanza kumzingua. Sasa ule nguruwe pori wakati anashangaa, ghafla ukasikika mlio wa risasi, nguruwe pale pale chini. Muda ule mbwa akashtuka, akahisi hatari, ikabidi atoke kwenda kumwangalia mwanae alipomficha yuko salama. Baada ya kufika maeneo yale akiwa na chakula chake kwa ajili ya mwanae, akashangaa mtoto wake hayupo, alafu ile sehemu kama haieleweki fulani. Kikweli aliumia sana na alihofia sana kwa sababu anajua kabisa mwanae kwanza ana njaa, pili alipata shida nyingi sana ili mradi tu kumwokoa mtoto wake. Basi katika purukushenza hapa na pale, wale waizi bwana wakafanikiwa kumshika miguu ya nyuma. Sasa mbwa akawa hana ujanja, kwanza amechoka sana, lakini Mungu si Asumani bwana. Kuja kutahamaki ule nguruwe pori si ndio huyo hapa, kumbe hakufariki bwana. Akaanza kuwazingua wale washikaji. Wamba akaona sio kweli, hapa ndio kukimbia tuko kwa nafsi zetu. Sasa muda ule anaonekana ule mtoto wa mbwa ameenda mbali kidogo na maeneo yale. Mara ghafla akamwona nyoka, lakini ule nyoka hakumuelewa bwana, na hakujua kwamba yule ni kumbe mbaya ambaye anaweza kumletea matatizo. Mama mbwa yule alifanikiwa kumuona mtoto wake, lakini alishangaa kumuona tayari yuko chini ameshadondoka, na kwa sababu aliumwa na nyoka, kwa hiyo ile sumu ilikuwa shaanza kutambaa mwilini mwake. Basi baada ya kuona vile akatoka spidi kwenda kuomba msaada, akambeba yule mtoto na kuwatokea kwa mbele yao, kisha akamweka chini alafu akaondoka. Yule mbwa alikuwa na akili nyingi sana kama binadamu. Mwanzoni yule mtoto alipomuona yule nyoka alisi kama toy fulani la kuchezea, kumbe alikuwa anajitafutia matatizo bila kujua. Akajikuta ameumwa na yule nyoka mwenye sumu kali. Mama mbwa yule akajikuta katika hali ya masononeko na hasira nyingi sana baada ya kuona ile tukio na mtoto wake kuzurika na yule nyoka. Basi baada hapo akawa anawaza atafanyaje ili aweze kupata msaada haraka kuhusu mtoto wake. Sasa ikawa hamna namna nyingine zaidi ya kuwatafuta wale washikaji ambao walikuwa na ugomvi nao mwanzo, ambao walimuiba mtoto yule. Kama ulivyoona yule mbwa alipofika kwa wale washikaji akamwacha yule mtoto alafu akaingia mitini. Alikuwa na akili yake kichwani kwa sababu anajua yeye hawezi kumhudumia yule mtoto kwa kipindi kile. Basi waone baada ya kuona ile tukio, kwa sababu yule mtoto tayari alikuwa ameshazurika na ile sumu ya yule nyoka. Basi kwa haraka akamchukua na kwenda kumpa matibabu, lakini muda ule bwana yule mbwa akawa anafuatilia kwa kina sana na kwa umakini wa hali ya juu. Baada ya wale wahuni kumuona yule mbwa wakaanza kumfukuzia. Sasa yule mbwa akawapeleka mpaka sehemu fulani, akawa anaonyesha ishara fulani kwamba jamani, huku kuna mbwa wengine, njoni mwachukue. Sasa baada ya kufika pale wakapagawa kuona mbwa wengi sana. Sasa
wakawa wanachanganyikiwa kwamba waibe yupi waache yupi, lakini muda ule yule mbwa akatumia muda ule kwenda kumwangalia mtoto wake, je, amepata nafuu. Lakini baada ya kufika pale akamwona bado. Basi mbwa ule baada ya pale kabidi aelekee njia ya kwenda nyumbani. Kufika hapa akaona familia fulani ya mbwa wenzao ambao wana furaha sana wakiwa na bosi wao, lakini akaona haina maana, bora pambanie maisha yake yeye na mtoto wake kwanza. Baada ya kutembea kwa muda mrefu, mvua ikaanza kunyesha bwana. Kikweli mbwa anatia huruma sana, kwa sababu amepambana sana kupambania mtoto wake, lakini bado hakufanikiwa. Basi kwa sababu alikuwa amechoka sana, ikabidi apumzike kidogo hapa. Usingizi ukamchukua. Sasa katika usingizi ndoto ikamjia kwamba mtoto wake anakuja anamwamsha kwamba mama amka, mama amka. Ile kuamka bwana, kumbe ilikuwa ni ndoto tu aisee. Niacheni bwana, upendo wa mama kwa mtoto sio poa. Ogopa sana hii kitu aisee. Nyie bwana, hebu heshimuni wa mama zenu. Sasa kutokana na changamoto alizopitia yule mbwa, hakuweza kuendelea na safari yake, akapoteza fahamu. Lakini Mungu sio Sumani, akatokea daktari fulani wa mifugo na kwenda kumtibia yule mbwa, kisha akatambua kwamba huyu mbwa ana lebu fulani kwenye shingo ambayo ndio kama utambulisho wa mtu ambaye anayemiliki. Na kweli kumbe yule jamaa alikuwa anamtafuta mbwa wake kwa kipindi kirefu, lakini hakuweza kumpata. Sasa baada ya yule mbwa kutibiwa, akawa anatoa ishara fulani kwa yule mmiliki wake kwamba kuna tatizo. Kabla hajatambua chochote, mara ghafla yule mbwa alipomtoa nje akakimbia na kwenda kwenye bango fulani, alafu akawa aliangalia ile bango, kisha akawa bweka huko akiliangalia ile bango. Ilikuwa ni kama ishara fulani kuonyesha kwamba kuna watu wabaya ambao wanapatikana kwenye ile jengo ambalo lipo kwenye bango. Basi wale wamba ikabidi watoke wakimbilie polisi. Muda ule ule mbwa akawa hana muda wa kupoteza, ikabidi alekee kule kwa wale majizi kwenda kukianzisha mapema kabla maaskari hawajafika. Huyu mbwa noma sana. Sasa alipofika kwa wale jamaa, wale wahuni wakamtegea mtego fulani ili mradi wamkamate yule mbwa. Yule mbwa alikuwa na akili sana. Wale jamaa wakashangaa yule mbwa kategua ule mtego bwana, wakashangaa inakuaje? Wewe mpuzo unajifanya wewe mjanja. Sasa njoo kuone mtoto wako huyu hapo, si unamwona msogelee. Walikuwa wanaongea maneno hayo huku akimvuta ule mbwa kwenye mtego mwingine. Bwana, huyu mbwa kama binadamu, unajua alichokifanya? Nadhani wewe mwenyewe unaona. Wale jamaa hawakuamini kuona ile tukio. Wakawa wanajiuliza, hivi huyu ni mbwa au ni jini au ni kiumbe wa aina gani? Sasa baada hapo wakakimbilia ndani, lakini yule mbwa akawa anajaribu kufuata harufu yao, akajua kabisa hawa jamaa wako humu ndani. Akajikuta ameingia kwenye mtego bwana. Mlango si ndio ukajifunga. Jamaa kuona vile wakafurahia, lakini cha ajabu ile nyumba ilikuwa na mitego kibao tu. Sasa wale wamba baada ya kujichanganya bwana, si ndio wakajikuta nao wameingia kwenye mtego. Patamu hapo. Chumba kizima walikuwa wametega mitego ya panya. Mitego yao wao wenyewe imewarudia wao wenyewe. Noma sana mzee. Mwana kulitafuta mwana kulipata. Si ndio yule mbwa akafanikiwa kuvunja ule mlango. Bwana, kilichotokea sio poa. Ile mitego yote ya panya ikafyatuka na kuwarudia wao wenyewe. Ilikuwa noma sana. Sasa zikawa ni purukushenza hapa na pale, mpaka mjomba akasahau kwamba hapa kuna mtego, akajikuta amefyatua na kujinasa kwenye nyavu. Mbwa anafika kwenye kile kitenga ili kufungua kumwokoa mtoto wake, anakuja kuta kumbe ilikuwa ni tape record ambayo walikuwa wanatumia wale jamaa kumzuga. Baadaye wale jamaa wakafanikiwa kutoka kwenye ile mitego na kumchukua yule mtoto wa mbwa kwa ajili ya kuondoka naye. Baada hapo wakachukua bunduki, wakaweka risasi ili kumtishia yule mbwa asije wakafuatilia tena. Wakaitesti moja pale. Sasa yule mbwa hakupiga kelele, akaa shele, wakawa yupo kwenye kona na waangalia tu wale wajuba huku akiwasomea ramani. Baadaye wale jamaa wakiwa na discuss, yule mbwa akajitokeza, akawa anamwangalia mtoto wake asiyekuwa na hatia jinsi anavyoteseka. Jamani, akaona haiwezekani, uchungu wa mtoto aujuae mama. Akajitolea bwana. Mwamba si ndo akatoa bomba akamwasha moja ya mguu, alafu akamsikilizia. Muhuni hana huruma kabisa. Mtoto yule alihuzunika kumuona mama yake jinsi anavyoteseka pale chini. Lakini ghafla muda ule ule bwana, maaskari wakaingia na kuwachukua wale watuhumiwa na kisha kuwapeleka rumande ili kusubiri hukumu ya makosa walioyatenda. Baadaye yule mbwa alikuja kupata matibabu na kupona na kurudi kwenye familia yake. Na movie yetu ndio imeishia hapa. Nadhani ndugu mtazamaji, utakuwa umejifunza kitu kutokana na story hii, na asante kwa kuangalia.